Kuanzia hapo kwanza EFM wako sahihi kwanza kuomba radhi, lakini pia Wilson Huruma ambaye yeye ndio mtuhumiwa hajaomba radhi mpaka hivi sasa. Ukiangalia kwa upande wa chombo kama chombo kuomba radhi, wao wako sahihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ndio wamekuwa kisababishi cha kuweza kufika taarifa kwa umma. Yaani wao ndio wamekuwa announcer ambao imeweza kufika kiurahisi kwa public. Kwa hiyo wao kama wao kupitia chombo chao wana huo uhalali wa kwenda kuomba radhi kwamba kwa kile ambacho tuliweza kukipa airtime kilikuwa kina virus ndani yake. Kwa hiyo tunaweza tukaja tukaomba radhi kwamba sisi wenyewe pia tuliweza kutindikiwa na kupitiwa, tunaomba muweze kutusamehe katika hiki ambacho kimeweza kutokea. Nimemwona ndugu yangu Abisai Steven ambaye mimi kama mwanangu, kwa sababu jina la babake ndio jina langu mimi. Amesema kabisa kwamba yeye kutokana na kiongozi wa idara ya michezo lakini pia ni msaidizi wa mkurugenzi wa EFM ameweza kuona kabisa kuna mistake fulani ambayo iliweza kufanyika, kwa sababu tayari imehusisha taasisi moja na taasisi nyingine. Kwa hiyo kitaasisi wamefanya kitu ambacho kiko sawa. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kwa upande wa pili kwamba Young African baada ya kuisikia taasisi imeweza kutoka na kuzungumza na kuweza kuomba radhi, nini ambacho wao wanakwenda kupata katika hatua ya pili, kwa maana ya kwamba walikuwa wanataraji labda kuona kauli kutoka kwa mtenda kosa mwenyewe moja kwa moja Wilson Huruma. Kwa hiyo ina maana kwa staili hii sasa kisheria ina maana kwamba EFM inakwenda kujiondoa katika hilo eneo kama Yanga wataridhia msamaha ambao umeombwa na EFM, wanakwenda kujiondoa. Kwa hiyo hapo kuanzia hapo sasa itabaki kesi baina ya Huruma na Young African kama Yanga wanaweza kuridhia msamaha ambao umeombwa na EFM. Kwa hiyo katika hilo nafikiri lipo clear kabisa. Na kwa upande wa Wilson Huruma sijaelewa kwamba yeye sasa ameplani nini katika hicho ambacho kinaendelea, kwa sababu ndani ya siku tatu ukiangalia paka hivi sasa tushaanza kuzimega na zishaanza kupungua, almost yamebakia masaa kadhaa kuweza kutimiza zile siku tatu ambayo walikuwa wamezitoa Young African. Kwa hiyo katika yote ni kitendo cha kusubiri tuone kwamba nini ambacho kitaendelea kujiri, lakini kwa upande wa EFM wao wako safe side, kwa maana kwamba wameweza kulitambua kosa ambalo lilifanyika na kuweza kuomba radhi. Na nafikiri hili Young African wameamua kutenda kwa utofauti. Kwa sababu gani kutenda kwa utofauti? Kwa sababu mwanzoni huko yalikuwa yanatokea kama haya, mengi yalikuwa yanazungumzwa. Kuna kipindi Asukile alitokeza kabisa mbele ya media kubwa ya Azam, aliweza kuzungumza live kabisa, na kama unakumbuka mtangazaji alijaribu kuweza kumcrash na kuweza kwenda katika mada nyingine, lakini Asukile alikuwa ameshikilia hivyo, na Young African walitoka na kwenda kumshukia Asukile aweze kutoa ushahidi. Asukile aliomba radhi. Baada ya kuomba radhi, Yanga walimuelewa na waliweza kumsamehe. Kwa hiyo inawezekana katika hiki ambacho wamekifanya EFM kwa kuomba radhi, yawezekana kabisa pia Young African wakaweza kuelewa yakapita kama iliyopita ya Benjamin Asukile. Lakini sasa ukija kwa upande wa Wilson Huruma, ameendelea kushupaza shingo yake, na tunaosoma Biblia tunasema aonywae mara nyingi na akaishupaza shingo yake itavunjika ghafla na hatopata dawa. Vipi kama ana ushahidi anao? Kwa sababu huoni pia upande wa Yanga walifikiria hivyo kwamba endapo Wilson Huruma ushahidi anao, tunaona kwamba Yanga pia anaingia pabaya. Sasa katika hilo ndio ambao tukienda huko mbele ya safari ndio mbivu na mbichi zitafahamika. Na kama Young Africa wenyewe wanajua kwamba, kwa sababu ujue mtu ukiwa umetenda kosa unajijua. Yaani sasa kama mimi na wewe tukiwa tumekaa chumba kimoja, sawa, kati yetu mmoja akapumua, umeelewa vizuri, ikawa natoa harufu mbaya kati yetu. Unajua kwenye reality aliyepumua anajijua ni nani ambaye amepumua, lakini atajikausha, ila yeye anajua kabisa wanaanza kubishana, wewe umepumua, sijapumua, lakini yule aliyepumua mwenyewe anajijua kwamba bwana mimi ndo nimefaje, nimepumua. Kwa hiyo ina maana katika hizi mbilinge mbili kati ya Young African na Wilson Huruma, mmoja wapo anajua kwamba bwana katika hiki mimi nahusika ama sihusiki, na Yanga ndiye ambaye yeye alienda kuamua kulipeleka shauri hili katika mamlaka za mbele zaidi, na sio mamlaka za kimpira, mamlaka za nchi, mamlaka za kisheria, ili ziweze kung'amua kwamba which is which. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba tumefika pazuri, kwa sababu mimi pia ni aina ya mchambuzi ambaye nachukizwa sana na vitendo vya namna hiyo, kwenda kufanya personal attacking au blind attacking. Hicho kitu ambacho kwangu mimi kinanichukiza zaidi, kwa sababu kama tumeamua kuzungumzia mpira, tuzungumzie mpira. Kama tumeamua kuzungumzia mazingira ya mpira, tuzungumzie mazingira ya mpira, lakini tunapotoka kwenda kumharibia mtu asiendelee kusonga mbele zaidi, hiyo inakuwa ni hatari sana. Mwanasheria tumemsikia hapo,
kwamba endapo Wilson Oruma hatafanya hivyo kifungo chake ni miaka 5. Unaona mpira wetu sasa siasa zinaanza kuingilia? Hapana, yaani unajua kuna watu wanachanganya hizi terminology mbili kwamba serikali haiingilii mpira, yaani serikali na mpira vitu viwili tofauti, wanachanganya hizi terminology. Maana yake halisi ni kwamba serikali haiingilii katika masuala yote ya kiuendeshaji wa mpira, yaani serikali hiyo haihusiki kwamba Yanga wamegoma kucheza, kwa hiyo wamegoma kucheza, mpelekeni Central, chukua kocha kamfunge. Kwa sababu gani? Amekataza wachezaji wasiingie uwanjani. Sasa hiyo serikali hapo haingii. Bwana, Yanga wamegoma kuleta timu, hapo serikali haingii, mahakama haingii, polisi haingii. Tupo pale kwenye pitch pale, tunacheza mpira. Umeelewa vizuri? Ndio maana kuna wale wanaitwa steward ambao wapo uwanjani, wale ambao ni askari wa kimichezo ambao wako pale uwanjani. Ikitokea mchezaji amepewa red card, sawa, amekataa kutoka, amegoma kutoka, mwamuzi anamwambia toka nje, amegoma kutoka, wanaruhusiwa kwenda kumtoa pale ni steward na sio combat za jeshi wala za polisi wala sio mamlaka ya jamhuri kwenda kumtoa mchezaji kwamba wewe umegoma, kwa hiyo polisi inatumia nguvu kukutoa nje. Kisheria ya mpira hiyo haipo. Sasa mazingira kama haya ndio serikali haiwezi kufanya, haiwezi kuingia. Lakini kama ikitokea kwenye pitch pale, imetokea mchezaji anaambiwa toka nje, yeye anakataa kutoka, anarusha ngumi, mapambano yanatokea, mchezaji wa pili anakuja anapigana nani, steward wanaingia, wanazidiwa nguvu. Hapo sasa mashabiki nao wanavamia uwanja. Hapo sasa tumeshatoka kwenye mpira, tumeingia katika maisha ambayo yanaenda kuhatarisha maisha ya mtu mwingine. Ndipo jeshi la polisi tolali linaingia kwenda kutuliza ghasia na kuweza kuweka mambo yawe sawa sawa. Hapo lazima jeshi litaingia. Kwa unapoingia katika kitu ambacho kinamuhusu haki ya mtu ya moja kwa moja, aidha ya kuishi, aidha ya kupata riziki au ya kupata haki yake yoyote ile, inapokuwa inapokwa, basi hapo serikali inafanyaje? Inaingilia kati. Sasa hapo ukiangalia Young Africans wanacholalamika wao ni kwamba brand yao inachafuliwa. Ikiwa inachafuliwa, haienei tu hapa Tanzania, hii inaenea worldwide, kwa sababu sasa hivi sisi ligi yetu ni ligi namba 6 kwa ubora. Inapozungumzwa ligi namba 6, zitachaguliwa timu 6 bora kutoka ndani ya Tanzania. Zikiitwa timu 6 bora kutoka Tanzania, Young African yupo, Simba yupo, Azam yupo, Singida yupo, Namungo yupo, umeelewa vizuri, Mtibwa Sukari yupo, kwa sababu hao wote wameshaonekana katika michuano mbalimbali ya CAF. Umeelewa vizuri? Lakini pia Taifa Stars yenyewe ipo, imekwenda AFCON karibu zaidi ya mara 3. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwamba tayari Tanzania imeingia kwenye taswira ya soka la Afrika na katika ramani ya dunia, kwa sababu sasa hivi Taifa Stars inacheza hadi FIFA series. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hata kule FIFA ukienda, details zake za Taifa Stars, mbali ya kwamba tu kwenye ramani inasomeka Tanzania inapatikana Afrika Mashariki, lakini pia katika ramani za soka pia ipo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana hizi rumors ambazo zinaendelea kwamba yule bingwa wa kihistoria wa Tanzania ambaye ni Young African anachukua ubingwa kwa kununua matokeo, watu watajiuliza, hivi nchi inaendeshaje? Yaani mamlaka ya mpira inaendeshaje mpira? Na kama inaendesha mpira kwa njia za rushwa, ina maana hakuna mamlaka za serikali ambazo zinaweza zikazuia vitendo vya rushwa, kwa sababu kupanga matokeo kwa mujibu wa FIFA ni kosa kubwa, na kosa lake hilo, hukumu yake ni kupokonywa alama. Umeelewa vizuri? Na kama ni ubingwa, unapokonywa ubingwa, umeelewa vizuri, alafu unashushwa daraja. Tukio hilo alishakufanywa Juventus ya pale nchini Italy. Kwa hiyo ina maana kwamba hii ni shutuma moja nzito sana kwa timu kama Young Africa kuonekana kwamba inapanga matokeo. Ni shutuma nzito sana kuonekana kwamba inatoa fedha ili kuweza kupata matokeo, inatoa rushwa. Kwa hiyo ina maana hapo TAKUKURU anaingia. Lakini kwenye upangaji wa matokeo, maana yake kwamba hapo kiFIFA, kikanuni za FIFA, ni kosa kubwa, na hukumu yake ni kupokwa alama na kushushwa daraja. Na unaweza ukashushwa daraja hata madaraja mawili, ukashushwa chini zaidi, kwa sababu hiyo inakuwa inaathiri mpango wa maisha ya mpira. Kwa hiyo ina maana kwa staili hii Yanga ambao hiyo kuifanya, wanachokifanya ni nini sasa? Wanatuelekeza sisi wachambuzi kwamba sawa, sisi tunauzungumzia mpira. Tunapozungumzia mpira, tuzungumzie mpira katika tactics zake, tuzungumzie mpira katika uhalisia wake. Na kama tunaingia katika politics football, tukiingia kwenye politics football, tuzungumze kwa vitu ambavyo tuna evidence, tusizungumze vitu ambavyo hatuna evidence zao. Kwa mfano unavyozungumzia labda soccer management, si ndio? Labda kiongozi wa Simba amefanya 1 2 3 kwa mujibu wa 1 2 3. Lazima tuwe na detail na supportive document ambazo zinaweza zikatusupport sisi kile ambacho tunakizungumza. Kwa mfano kama sasa hivi tunahoji kwamba Simba imeondoka katika Simba Holding Company Limited, imeingia katika Simba Sports Club Company Limited.
Lakini bodi ya ukurugenzi kwa nini imekuwa ile ile? Na msajili wa vyama vya michezo alikuwa amesema kwamba inatakiwa iweze kubadilika kutoka Simba Holding Company Limited ije kuwa Simba Sports Club Company Limited. Sasa hapa unakuja kuniuliza, wewe Steven Mapunda umeongea haya kwa mujibu wa kurejea wapi? Na rejea kwenye mkutano wa waandishi wa habari na msajili wa vyama vya michezo aliyokuwa amepitisha ile katiba ya Simba na kusema kwamba katiba hii ni bora kuliko katiba zote, na akawa ameeleza baadhi ya vifungu vya katiba vinavyoeleza, na wakamuuliza swali waandishi wa habari kwamba bwana, mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa Simba anatoka kwa wanachama au anatoka kwa ukurugenzi? Jibu lililotoka ni kwamba kwa mujibu wa katiba ya Simba, angalia, kwa mujibu wa katiba ya Simba wao wanaweza wakachagua akatoka mwenyekiti kutoka kwa wanachama au akatoka kwa bodi ya ukurugenzi. Kwa ni maamuzi yao, wana uwanda wao kuweza kufanya. Je, kwa mujibu wa katiba ya Simba anaruhusiwa mwekezaji kuwa mmoja au zaidi ya mmoja? Jibu linatoka kwa mujibu wa katiba hii ya Simba mwekezaji anaweza kuwa mmoja au zaidi ya mmoja, hata 10, kwa mujibu wa Simba wenyewe atakavyokuwa wanaamua. Kwa hapa nimeingia kwenye football, politics football, umeelewa vizuri, ambao hii siasa ya mpira nimezungumzwa kwa fakti ambazo mimi mwenyewe nina ushahidi nao, na hata dunia yenyewe inajua kabisa kwamba hii kitu kilizungumzwa. Umeelewa vizuri? Lakini mimi ninapokuja hapo nakuja kusema kitu ambacho hakipo, nasema kwamba Yanga wananunua mechi. Okay, wananunua mechi kwa ushahidi upi? Ushahidi wako ni upi? Na kama ushahidi wako upo, balance, si umeenda kwenye chombo cha habari, balance. Umeelewa vizuri? Eleza pale bwana, wananunua mechi, wametoa hivi na hivi, na ushahidi na kocha wa timu ya Mbeya City huyu hapa. Tunamsikia Mbeya City. Bwana, kweli mimi nilifuatwa nikapewa hela hii nikaambia nipange kikosi hiki hivi. Kwa tayari hapo hata kihabari unakuwa umesha balance story, kwa sababu pia kwenye journalism tunafundishwa namna ya kuweza kubalance story. Ukiwa unaenda kwa mtu A unamzungumzia mtu B, basi pata details za mtu A, pata details za mtu B, na kama mtu B utamkosa tueleze kwa bwana, nimeenda kwa mtu A, nimepata details, nimejitahidi kumtafuta mtu B kuthibitisha, imeshindikana. Kwa hiyo inatoka announce kwamba inaenda kwa umma kwamba hii bwana imetoka, lakini bado haijafanya, ina hang, haijakamilika kwa sababu upande wa pili haujathibitisha. Lakini nikienda upande wa pili, hata akisema kwamba sitaki kuongea chochote, ukisema tu kwamba nimeongea na mtu A, nimeenda kwa mtu B kasema sitaki kuongea chochote kuhusu hilo jambo, tayari kitoka inakuwa ni kitu ambacho kimebalance. Lakini unapokitoa tu kwa upande mmoja tu kwamba wananunua mechi, ni shutuma nzito. Hii inakwenda kuharibu brand ya timu. Kwa hiyo mimi kwa Young African, kwa kitu ambacho nakiona, yani mimi sitetei Yanga, sitetei Simba, sipo huku wala sipo. Mimi nasimama katikati kuona kwamba katika hiki waandishi wa habari, lakini pia asasa wachambuzi wa soka, tunakosea sana kwenye kuingia moja kwa moja taasisi na kuanza kuzungumza vitu ambavyo ni vya kijinai. Hapo ukimsikiliza mwanasheria amesema kwamba kuna namna ambayo unaweza ukaichafua brand kwa namna ya kupita, lakini pia unaweza ukaichafua brand kwa namna ya kudumu. Kwa sababu mtu akitaka kusikiliza tu kuhusu brand yako, anaenda tu, kwa sababu sasa hivi people recorded, anaenda tu anasikiliza, siwekezi hapa bwana, nilishasikia hapa kuna rumors za kununua matokeo, siwekezi, anaenda anawekeza sehemu nyingine. Kwa hiyo ushakosea hapo, ushawakosea watu kupata ugali wao wa kila siku. Hivi kwa mfano Huruma akishinda, nyingine tunaweza tukaona kama mpira wetu sasa umekombolewa. Sasa akishinda Huruma hapo, sasa uzuri wake unapokuja, akishinda Huruma hapo sasa, maana yake kwamba sasa hapo tunakwenda kwenye kanuni za FIFA. Yanga wanapaswa wafanye nini? Umeelewa vizuri? Watakachofanywa Yanga inamaanisha kwamba kama kuna watu wanapanga matokeo, itakuwa ndio mwisho wa kupanga matokeo, kwa sababu tayari washajifunza kwa nani? Kwa Young African. Kwa mimi siko upande wa Yanga, siko upande wa Huruma. Kama Huruma na ushahidi wake, atulie na ushahidi wake, au upeleke mbele ya mahakama. Umeelewa vizuri? Akapeleke mbele ya mamlaka wathibitishe, ionekane kwamba Yanga kweli anakosa. Yanga akishakuwa anakosa, akipewa hukumu yake, ina maana kwamba hapo sasa itakuwa fundisho kwa Simba, itakuwa fundisho kwa Azam, kwa Singida, kwa Namungo, Queen Gold akija, umeelewa vizuri, hata Friend Rangers, umeona, akija naye anaona kabisa kwamba bwana, kwa kitendo hiki tukifanya, basi inawezekana ikaja kaleta madhara makubwa zaidi.